Takribani wanafunzi 16 wamethibitishwa kufariki dunia kufuatia moto ulioteketeza bweni katika chuo cha wasichana utumishi kilichopo Gilgil, kaunti ya Nakuru. Polisi wamesema wanafunzi wengine 74 wanapatiwa matibabu hospitalini baada ya kujeruhiwa katika tukio hilo. Moto huo ulioanza majira ya saa 7 usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki na kuteketeza bweni la Melini Waithela lililokuwa na takribani wanafunzi 220 wakiwemo wa kidato cha pili, kidato cha tatu na kidato cha 4. Ripoti ya polisi inaeleza kuwa mkuu wa shule aliarifu mamlaka majira ya saa 10:30 alfajiri, hatua iliyosababisha operesheni ya dharura kuanzishwa. Hata hivyo, shirika la Msalaba Mwekundu Kenya limesema kuwa tukio hilo liliripotiwa mapema zaidi takribani saa 3 na dakika 30 usiku. Timu za uokoaji zikiwemo wazimamoto wa kaunti, maafisa wa polisi na wahudumu wa dharura zilifika eneo la tukio, huku mamlaka zikianza operesheni ya uokoaji, utafutaji na uhakiki wa idadi ya wanafunzi. Naibu mkuu wa pili wa jeshi la polisi Masudi Mwinyi amesema uchunguzi bado unaendelea kubaini chanzo cha moto huo pamoja na ukubwa wa madhara yake, akionya dhidi ya uvumi wakati wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi wakiendelea na kazi yao. Ameeleza kuwa maafisa wa idara ya upelelezi na makosa ya jinai DCI pamoja na wataalamu wa uchunguzi wa kisayansi wamefika eneo la tukio. Mamlaka nchini Kenya zinaendelea na zoezi la uhakiki wa majina ili kubaini idadi kamili ya wanafunzi wote waliokuwepo. Wazazi walijitokeza kwa wingi nje ya shule tangu asubuhi wakiwa na wasiwasi mkubwa wakitafuta taarifa za watoto wao, huku mlango wa shule ukibaki umefungwa kwa idadi kubwa ya watu. Uongozi wa shule ulisema kuwa wazazi pekee ndio wataruhusiwa kuingia ndani kusaidia mchakato wa utambuzi na uhakiki wa wanafunzi, ambapo mashuhuda wamesema kulikuwa na hali ya taharuki kubwa wakati wanafunzi wakijaribu kutoroka kutoka katika jengo lilokuwa likiwaka moto. Wambui Ndeluti ambaye mpwa wake ni mwanafunzi wa shuleni hapo amesema alipokea simu muda mfupi baada ya moto kuanza. Amesema baadhi ya wanafunzi walijeruhiwa baada ya kuruka kutoka ghorofa ya juu wakijaribu kujiokoa. Licha ya tukio hilo kutokea, chanzo cha moto huo hakijabainika, huku mamlaka zikisema taarifa zaidi zitatolewa baada ya wanafunzi wote kuthibitishwa na uchunguzi kukamilika. Naye Rais wa Kenya William Ruto ametuma salamu za rambirambi kwa familia za wanafunzi waliopoteza maisha kufuatia moto huu, ambapo katika ujumbe wake wa pole Rais Ruto ameeleza tukio hilo kuwa janga kubwa lililonyang'anya taifa maisha ya vijana waliokuwa na matumaini na ndoto. Katika ujumbe wake uliochapishwa katika mtandao wa X, zamani Twitter, Rais Ruto ameandika kwamba mioyo na sala zetu ziko pamoja na familia zilizopoteza mabinti zao wapendwa katika moto wa kusikitisha uliotokea Utumishi Girls Academy Gilgil. Ameongeza kuwa hakuna maneno yanayoweza kweli kupunguza maumivu ya kupoteza maisha ya vijana waliokuwa na matumaini na ndoto za baadaye. Kama taifa tunaomboleza pamoja na wazazi, walezi, walimu na wanafunzi wenzetu waliopitia janga hili kubwa. Rais huyo amesema kipaumbele cha serikali kwa sasa ni kuwaokoa walioathirika, kuhakikisha majeruhi wanapata matibabu pamoja na kuzisaidia familia zilizoathirika, huku uchunguzi kuhusu chanzo cha moto huo ukiendelea. Hii ni GMTV.